Kwa nini haupashi kukata tamaa? Namba moja, bado Mungu amekuamini na kupa nafasi ya kuendelea kuishi. Sikiliza, hakuna mwanadamu ambaye anaishi kwa bahati mbaya. Kama unaona bado unatoa pumzi, ujue Mungu amekuamini na Mungu anakusudi na wewe. Kama unaona bado ni ngumu, jua maisha yako sio ajali. Mungu anakusudi na wewe. Anamwambia Yeremia kwenye kitabu cha Yeremia sura ya 1, anamwambia kabla sijakuumba nalikutakasa, nikakuweka kuwa nabii wa mataifa. Hapa duniani kuna kazi unayo ya Mungu. For as long as unaishi bado, unapumua bado, jua kwamba una kusudi la Mungu ndani yako na una kazi ya kutimiza. Haijalishi mazingira, haijalishi watu, haijalishi hauoni matokeo, bado hauna sababu ya kukata tamaa. Kama ni huduma unaifanya haina matokeo, ni jangwa, nakwambia as long as bado unaishi, don't give up. Mtu pekee mwenye sababu ya kukata tamaa ni mtu yule ambaye amekufa. The dead person is the only person who is accepted to give up. Kwa unapokata tamaa yako, mwambie Mungu, I'm already dead, mimi tayari nimekufa. Yeremia 29:11 anasema nayajua mawazo na wazia ninyi ni mema, kuwapa tumaini ninyi siku za mwisho. So as long as unaishi, jua Mungu amekuamini na anakuwazia mema. Ni kweli uko chini, lakini najua nina mpango. Unamwambia Bwana nimechoka, siwezi kwenda, lakini Mungu anasema nina mpango na wewe. Unamwambia Bwana nimechoka, siwezi nikaomba, anakuambia Mungu nina mpango na wewe mzuri. Unamwambia Bwana siwezi nikafunga, anakuambia mwanangu, soma Yeremia 29:11, nina mpango mzuri na wewe. Hata nilikuwa nafunga, sifungi tena, nimechoka, nimeacha, moto wangu umeisha ndani yangu. Bwana anakuambia sikiliza mwanangu, nimekupa neema ya kuishi, bado na mpango na wewe, nina mawazo juu yako. Mungu ana mpango na wewe majira haya, na mpango wake ni mkamilifu. Na namba 2, kwa nini haupashi kata tamaa? Hakuna jambo lisilowezekana mbele za Mungu. Kila jambo linawezekana. Watu watakwambia unajua haiwezekani, haiwezi kufanyika, hautaweza. Wengine walishindwa. Wewe ni nani? Hauna mtaji, hauna fedha, hauna refari wa kupigia chepo, hauna chochote. Sikiliza, hakuna jambo lisilowezekana mbele za huyu Mungu. Hana alipata mtoto, alimlia akapata mtoto. Hakuna jambo lisilowezekana. Sara kwenye uzee alipata mtoto akazaa. Biblia inasema alikuwa desturi za wanawake zimesha koma, maanake alikuwa menopause imesha sisi tayari imeshaingia menopause. Kwa asingeweza kwa namna ya kawaida, asingeweza kwa namna ya kupata mtoto. Lakini wewe, hakuna jambo lisilowezekana kwa Mungu. Unaamini taarifa ya nani? Unaamini ripoti ya nani? Sauti ipi ndiyo ambayo unaisikiliza? Sikia sauti ya neno la Mungu. Mungu anasema ya kwamba hakuna jambo ambalo haliwezekani. Ayubu aliamini ya kwamba yote yanawezekana. Kweli Ayubu alitoka kwenye ile jaribu. Unasikiliza sauti ya nani? Luka 1:37 anasema hakuna neno lisilowezekana kwa huyo Mungu. Hakuna jambo ambalo haliwezekani kwa huyo Mungu. Nothing is impossible to that God. Unasikiliza sauti ya nani? Ni ripoti ipi ambayo unaisikia au umekasha tamaa? Je, ni ripoti ya uchumi wa nchi? Je, ni ripoti ya wataalamu wa uchumi? Je, ni taarifa ya hali ya hewa? Je, ni ripoti ya madaktari wanasema hapo ulipougua hautatoka? Sikiliza, Mungu anaweza akaumba hata ogani mpya ndani yako. Luka 1:37 anasema hakuna neno lisilowezekana. Hakuna jambo ambalo haliwezekani. Wewe unasikiliza ripoti. Sikiliza, the only report to depend on ni ripoti ya Mungu. Yeremia 32:28 na 29. Yeremia 32:28 na 29 anasema mimi ni Bwana Mungu wote wenye mwili. Je, kuna neno gumu nisiloliweza? Mungu anauliza kwenye Yeremia 32, je, neno gumu nisiloliweza ni lipi? What is the difficult way that I cannot do? Umekaa chumbani kwako, umekata tamaa, haoni kusonga mbele, unaona duara imekuwa duara, unaona watu wote ni wabaya, haoni kama utapona kwenye ugonjwa, umekata tamaa ya kuomba, moto wako umeisha ndani yako, unasema hapa ni mwisho, unajitangazia mwisho wako. Afu Mungu anakuuliza kwenye Yeremia 32:28 anakuuliza mimi ni Mungu wote wenye mwili, je, kuna neno gumu nisiloliweza? Namba 3, kwa nini haupashi kukata tamaa? Wewe ni tumaini la watu wengine. You are the hope for others. Mtu akikuona wewe ndipo anasikia kuinuka. Unapokata tamaa unawarudisha nyuma wote ambao kwa nyuma yako. Unapokata tamaa ukaishiwa, kuna ambao wanakata tamaa. Kuna watu wanaomba kwa sababu wanakuona unaomba. You are a motivation to many. Kuna watu wakikutizama umepiga chuo kikuu wanasema na sisi tutasonga mbele kama yeye. Afu ndio nipo unawaza I have to quit. Hautaki kukata tamaa kwa sababu wewe ni tumaini la watu wengi ambao kwa nyuma yako. Namba 4, ni kwa sababu Mungu ameahidi utukufu wa mwisho kuwa mkubwa kuliko wa mwanzo. The last glory, utukufu wa mwisho ni mkubwa kuliko utukufu wa mwanzo. Hagai sura ya 2:9, na utukufu wa mwisho wa nyumba hii utakuwa ni mkubwa kuliko wa mwanzo. Kwa haijalishi mbona natazama sasa hivi, angalia mwisho, siangalie mwanzo. Maana maandiko pia yanasema heri mwisho wa neno kuliko mwanzo wake. Kwa hiyo unaona tu hapa, usiangalie hapa. Utukufu wa mwisho wa huduma yako ulionayo utakuwa ni mkubwa kuliko utukufu wa sasa hivi wa hiyo huduma. Utukufu wa mwisho kwenye hiyo biashara unayoifanya utakuwa ni mkubwa kuliko utukufu wa sasa hivi. Heri mwisho wa neno kuliko mwanzo wake. Biblia inasema nani aliyeusalau mwanzo mdogo? Mungu ameahidi mwisho mwema. You don't have to give up. Haupashi kukata tamaa kwa sababu Mungu ameahidi mwisho mwema. Ameahidi mwisho mwema. Mwisho mwema. Your latter glory.
mwisho mwema. Haijalishi unachokiona hapa, hauhitaji alais. Inawezekana adui amekukatisha tamaa, umelala, umejifungia, unasema kama nilikuwa nafunga sifungi tena, siomi tena, siamki tena, nimekata tamaa. Kama nilikuwa natoa story tena, maana biashara yangu inaisha. Nilikuwa nategemea watumishi, nimeacha kabisa. Sikiliza, Mungu anasema inuka. Namba 5, kwa nini unapashika tamaa? Kwa sababu unapovumilia tegemea kupata thawabu kwa Mungu. Yeyote anayevumilia atapata thawabu kwa Mungu. Maandiko yanasema hata mkulima hufanya kazi ya kuchosha, lakini mwisho hupata thawabu kwa sababu ya kilimo chake anachokifanya. Hata mkulima akifanya kazi ya kuchosha atapata thawabu kwa sababu ya tabia yake. Kila tabu uwe na thawabu. Yakobo 1:12 inasema mkisha kuvumilia Bwana atakuja kuwalipa. Ukisha kujaribiwa ukavumilia, huyo mtihani magumu ukavumilia, Bwana anakulipa. So always there is a reward kwa yule ambaye anavumilia. Usikate tamaa kwa sababu utakuja kulipwa. Hata mkulima uvumilia akasubiria akapanda. Mkulima uvumilia akapanda. Maisha ni kama mkulima anasafisha shamba, baada ya hapo anatafuta mbolea, anapanda, baada hapo anapalilia, mvua inanyesha, baada hapo anakuja kuvuna baadaye. Lakini mkulima angekata tamaa mapema asingelivuna. Kwa uvunaji wowote ule unahitaji moyo uvumilivu. Jivike moyo wa kuvumilia na ujivike moyo wa kutokata tamaa, ukiamini najua Mungu atanisaidia. Namba 6, kwa nini upashika tamaa? Liko tumaini bado. Always there is a hope. Bado liko tumaini kwenye kila hali unayoiona, bado kuna tumaini la kuinuka tena. Ayubu anasema watakaponiangusha, Zaburi anasema watakaponiangusha ndipo watakaposema kuna kusimama tena. Always huwa kuna kusimama tena. Ayubu anasema yako matumaini bado. Kwa kwenye kila hali always huwa kuna hope. There is a hope. Kuna tumaini. Always kuna tumaini. Ayubu anasema kuna tumaini bado la mtu iliyokatwa kuchipuka tena na machipukizi yake yasikome. Daudi anasema watakaponiangusha ndipo nitasema kuna kuinuka tena. Kwa Biblia anasema Bwana huwainua wanyonge toka mavumbini, hata akawaketisha na wakuu. Huwa anaweza akawaketisha na wakuu. So don't have to let your fire die. Usiache moyo wako ufe, usiache ukiri wako ufe, usiache tumaini lako life. Watakapo kuangusha ndipo jiambie kuna kuinuka tena. Ndipo utajiambia mwenye haki huanguka mara 7 akainuka tena. Huyu ni mwenye haki, sio mpagani, ni mwenye haki. Kwa bado kuna nafasi ya kuinuka tena. Namba 7, kwa nini ukata tamaa? Kwa sababu Mungu ana mpango wa kutia nguvu. Wote waliokata tamaa Bwana aliwatia nguvu wakaendelea mbele. Sio mpango wa Mungu kata tamaa. Wote Mungu aliwatia nguvu. So God is going to empower you. So I'm saying keep waiting. So I'm saying keep praying. So I'm saying keep fasting. Endelea kufunga, endelea kuomba, endelea kumlilia Bwana. Endelea keep pressing. Sababu tu ya kuendelea kuishi ni kuendelea kupress. Mtu mmoja anasema pray manake ni push until something happens. Endelea kusukuma mpaka kitu kitokee. Push mpaka kitu kitokee. Pray. P manake ni push. U manake ni until. S manake ni something. H manake ni happen. Push until something happen. If something does not happen, kama kitu hakijatokea, usiache kuomba. Mathayo 7:7 anasema ombeni nanyi mtapewa, bisheni mtafunguliwa, tafuteni mtapata. So make sure you keep on pressing, keep on pushing, keep on. Mungu anapanga kutia nguvu. Musa alipokuwa amechoka asema Bwana niue, Mungu alipo alternative akamwambia asikuui, nitakupa wazee 70 wa kusaidia. Yesu alipochoka Gethsemane akamwambia Bwana imetosha, ibadilishe assignment. Mungu alimtoa malaika akamtia nguvu. Yeremia aliposema Bwana siwezi kaendelea medanganyika, Bwana aliachilia moto ndani yake akasema siwezi nikastahimili. Aliachilia moto ndani yake akasema kaendelea mbele. Elia alipokuwa amechoka anasema Bwana imetosha, Yezebeli ananiua, kill me. Maandiko anasema Mungu alimwambia kuna chakula inuka ule. Elia akala mara ya kwanza akarara, akajinyosha chini ya mletemu. Mungu akamwambia no it is not enough, wake up ule tena maana safari yako ndefu. Akala chakula, kwenye chakula kile akamove 40 days. Kwa I want to assure you ya kwamba laser Mungu ana mpango wa kutia nguvu. Umechoka? Umechoka kabisa? No. Wake up, persist in prayer. Kuna wakati unaomba dakika 5 hisi kama unakata tamaa, huwezi kuomba tena. Keep pressing. Kuna wakati unaomba ni kama unapiga ukuta mzito. Keep praying. Kuna wakati unafika utashangaa hata ule mwambo unatoa maji. Kuna wakati unafika tena unatoboa kabisa. Kuna wakati anga unalikamata linapita. Kuna wakati mwingine inaitwa kwenye maeneo kuna upinzani mzito wa kiroho. Ukiingia kwenye anga ni nzito, linatisha. Hauwezi move. No. Keep pressing. Anga litafunga kwa jina la Yesu. 8. Kukata tamaa ni kinyume na mapenzi ya Mungu. Mungu hapendi watu wote wanaokata tamaa. Ukiona unakata tamaa uko nje ya mapenzi ya Mungu. Kwenye dictionary watu waliotembea na Mungu hawana msamiati kata tamaa. Sio mapenzi ya Mungu kukata tamaa. Ibrania 11 anasema kila mwendea Mungu lazima amini ya kwamba yupo na huwapa thawabu wale wamtafutao. Kwa ukimtafuta Mungu expect a reward, usikate tamaa. Lakini Ibrania 10:30-39 anasema mwenye haki wangu ataishi kwa imani, naye akisitasita roho yangu haiko pamoja, haina furaha naye. So Mungu atakuchukia kwa
kwa sababu unakata tamaa, una sita, you don't have hope. It is possible. Kukata tamaa ni kinyume na mapenzi ya Mungu. Namba 9, kukata tamaa ni kuzuia baraka zetu. When you give up, you are blocking your blessings. Unapokata tamaa, usikate tamaa, kwa sababu ukikata tamaa you are blocking your blessings. Galatia 9 anasema tusichoke, tutalipwa tusipozimia. Mtu anayezimia maana amekata tamaa, amekufa. Anasema tutalipwa kwa wakati, if we not give up. Kwa unapokata tamaa unazuia baraka za Mungu. Na mara nyingine unapoona giza limekuwa nene, jua ndipo asubuhi imekaribia. Giza likiwa ni nene kabisa, unahisi kuchanganyikiwa, ndipo baraka yako imekaribia. Giza likiwa nene sana, jua asubuhi imekaribia. Ukiona mpano unakuwa ni mkali sana, jua unakaribia kileleni. Ukiona unavunjwa moyo sana na watu, jua ndio umekaribia hapo. Ukiona vita ni kali na inuka inakuwa ni kali kabisa, jua ushindi wako tu, you are about to get it. Kwa ukikata tamaa unazuia baraka zako kwa Mungu. Ukiona vita inakuwa ni kali kabisa, jua umekaribia kukamata adui, jua umekaribia kufikia ushindi wako. Kwa when you give up, unazuia baraka zako mbele za Mungu. Don't give up, usairisha mambo, don't give up. Lakini namba 10, Mungu ni mwaminifu juu ya ahadi zako. You don't have to give up, kwa sababu God is always faithful. Huyu Mungu wetu is called a faithful God. Is God who is faithful. Ni Mungu ambaye ni mwaminifu kwa jina lake. You don't have to give up, kwa sababu God is a faithful God. Mungu ni Mungu mwaminifu, jina lake ni mwaminifu. Anasema amelikuza ahadi zake zaidi ya jina lake. Maana yake Mungu anaheshimu ahadi zake. Maandiko anasema akafanya kwa sala kama alivyosema. Hakuna jambo ambalo aliahidi ambalo likutendeka. Kwenye Yoshua anasema hakuna jambo alilolisema kwa habari ya Israeli ambalo halikutokea kama alivyolisema kwenye kitabu cha Joshua. So whatever alichokisema kwa habari ya Israeli alikitimiza. Joshua anatuambia, so God is faithful. Misi Mungu amekwambia nini? Amekwambia una huduma kubwa, God is faithful. Amekwambia utaolewa, God is faithful. Amekwambia utapata kazi, God is faithful. Mhesabie Mungu kwa mwaminifu, aone kama Mungu atafanya. You want to give up, hautakata tamaa. Keep on gazing unto God. Keep on gazing, endelea kumkazia macho Mungu. Ni mwaminifu. Habakuki 2:3 anasema Mungu atafanya hiyo ndoto japo kawia, anasema uingoje, kwa maana Mungu atafanya kwa wakati wake. God is always doing for his time. Kwa cha msingi kwa makini sana kujua wakati wa Mungu. Kairos moment. Jua wakati wa Mungu uliobeba fursa. Opportune time. Huwa nawaambia kuna nyakati mbili kwenye maisha. Kuna wakati ambao tunaita ni Chronos time, muda unaohesabika. Lakini pia kuna Kairos time, muda uliobeba fursa, muda uliobeba baraka, unaitwa ni Kairos time. Kwa mhesabie Mungu na ujifunze namna ya kujua Kairos time, majira iliyobeba baraka. Na 11, kwa nini tunachukua tamaa? Ni kwa sababu kata tamaa ni kukubaliana na adui shetani. Yaani unapokata tamaa unakubaliana na adui shetani, kwamba shetani, mimi nakubaliana na wewe, let me die, siwezi nikafika. Kukata tamaa ni kukubaliana na matakwa ya adui shetani. Ni kama shetani anakuletea template, una sign, you put a signature, unasema it is done. Kweli nimekata tamaa, adui nakubaliana na wewe. Na ile nilikwambia wakati huu usikubaliana na shetani. Maandiko anasema mpingeni shetani, kwa sababu kata tamaa ni roho ya shetani. Petro wa kwanza 5:8, mpinge shetani. Kwa unapokata tamaa ni sana una sign. Demo anakuletea mkataba, you take it the note, then you sign. Nasema ni kweli nimekubali, I have to give up. Ni kweli it is not possible. Ni kweli sitazaa. Ni kweli sitaolewa. Ni kweli sitapata kazi. Ni kweli huduma yangu itainuka. Ni kweli sitatembea katika huo upako. Ni kweli hayo ni magumu. Ni kweli mimi naishi hapa. It's like you are signing before the devil. Do not accept signing before the devil. Usikubali kusaini. Yakobo 4:9-10, mkaribieni Mungu, mpingeni shetani naye atawakimbia. Mkaribieni Mungu, mpingeni shetani naye atawakimbia. Resist the devil and he's going to flee away from you. Yakobo 4:7, basi mtini Mungu, mpingeni shetani naye atawakimbia. Be obedient to God. Hapo nasema resist that, usikubaliane na adui. Adui wana suggest. Unapokata tamaa maana yake ni kwamba unakubaliana na adui, unasema kweli adui you are right. Nikwambie mtini Mungu afu mpinge shetani. He's going to flee away from you. Don't accept to die. No matter how many die, do not accept to die. Usikubali kabisa, usikubali. No matter how many die, no matter how many business die. Zaburi 91:5 anasema hutaogopa hofu ya usiku, wala mshale urukao mchana, wala tauni ipitayo gizani, wala uwele uharibuo adhuhuri. 7 anasema ijapo watu 1000 wataanguka ubavuni kwako, hata watu 1000 wakianguka ubavuni kwako, hapa anasema naam 10,000 mkono wako wa kuume, hata hivyo hautakaribia wewe, ila kwa macho yako utatazama na kuiona malipo yasio haki. Nataka uone maandiko yanasema hivi, nitamshibisha siku za waovu zitapunguzwa, lakini siku za wenye haki zitaongezwa. How comes you are going to die? Huduma yako bado, you can move on. Sikiliza bado. There is a prophecy over me. There is a prophecy over you. You are not going to die. Paulo akamwambia kuna unabii juu yangu. There is a prophecy over me. Bwana aliniahidi nitasimama mbele ya wafalme, nitasimama mbele ya Kaisari. Bado I won't die. Nimemwamini Mungu aliyesema na mimi.